Miongoni mwa mawakili wanaomtetea Mheshimiwa Tundu Lissu. Pamoja nami pia kuna wakili Dickson Matata, wakili Sisti Masawe, lakini pamoja na wakili Maria Mushi. Tumekuja mawakili wanne kwa sababu kama mtajua kwamba kuna mambo mengi yanaendelea. Kuna kamata nyingi sana na kuna makesi mengi yanaendelea. Kwa hiyo hatuwezi kuwa wote kwa wakati wote mahali hapa. Kwa hiyo tumekuwa hivyo kwa sababu hiyo. Kwa hiyo kuna mambo mengi yanaendelea ambao nadhani Watanzania wanafahamu nini kinaendelea hapa nchini Tanzania. Awali ya yote kabla tujaanza kuzungumza, hawa tuseme mambo machache ya utangulizi. Kwanza tunajua tulipata taarifa ya kifo cha mwanaharakati mwimbaji wa Injili Mbeya huko, ambaye babake mzazi alitoa taarifa kwamba amefariki hospitali ya Muhimbili, ambaye anaitwa Sifa Bonaventure Bujune. Sifa pamoja na kwamba alikuwa ni mwimbaji wa nyimbo za Injili, lakini na wanaharakati wake watu wengi wanamfahamu kwa sababu kuna nyimbo aliimba ambayo inaitwa wanatuita nyani, wanatuona nyani kama kionjo, na alikamatwa na kushtakiwa mwaka 2023, lakini tulienda mahakamani tukamtetea, akafanikiwa, kesi yake ikafutwa, lakini alikaa muda kadhaa. Lakini kwa kuwa ni mwanaharakati na amefariki, lazima tutoe pole. Tunatoa pole kwa familia, ndugu, familia ya mchungaji Mbarikiwa, watu wa Mbeya wote na Watanzania wote kwa ujumla, tunatoa pole hizo. Lakini bado tunaendelea kumwombea Mdude, mwanaharakati mwenzetu, hatujui huko aliko, hali yake inaendeleaje, lakini sisi kama mawakili bado tunajipanga namna gani kuendelea kulipigania hili taifa. Lakini tunatoa wito wa kuachiwa kwa Mdude huko alipo na wanaharakati wengine ambao wanapata misukosuko ndani ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Nchi ni yetu sote, lazima tuitunze, lazima tuipiganie. Kwa hiyo ni muhimu sana tukahakikisha haya mambo yanakuwa sawa. Huo ni utangulizi. Lakini lengo kubwa la kuzungumza na nyinyi waandishi wa habari kwa siku ya leo, na tunajua kupitia nyie ujumbe huu utafikia Watanzania. Kwa siku ya leo kama mtakumbuka, siku ya tarehe 6 mwezi wa 5 mwaka 2025, mahakama ya hakimu mkazi Kisutu mbele ya Mheshimiwa Mhini ilitoa amri, ambayo amri ilikuwa inatoa mambo kadhaa wa kadha. Sasa leo tupo kwa ajili ya kuizungumzia na kuifafanua hiyo amri ni ipi ambayo ilitolewa, ili Watanzania waweze kujua na waweze kufahamu mahakama iliamua nini kwa kina, na waweze kufuatilia hicho ambacho kiliamriwa na mahakama. Tarehe 6 mwezi wa 5 mwaka 2025, kwenye kesi ambayo inamuhusu Tundu Lissu, ambaye ni mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo, ambaye ni rais mstaafu wa Chama cha Mawakili Tanzania, ambaye ni mbunge aliyepita, lakini ambaye pamoja na hivyo vingi hivyo alivyokuwa navyo bado ni kipenzi cha Watanzania. Kwa hiyo kwa kuwa hilo lazima tulizungumze kwa upana huo. Sasa ni amri zipi ambazo mahakama ilitoa? Watu wanaona tu juu, wanasikiliza juu, lakini hawaelewi. Kwa hiyo tunawafafanulia ili waweze kuelewa ni amri zipi ambazo mahakama ilitoa. Kwanza, tarehe 6 mwezi wa 5, mahakama ilitengua amri yake ya mwanzo ya kusikiliza ile shauri kwa njia ya mtandao. Kwa kutengua huko, mahakama ilitoa amri kwamba kesi ambayo inamuhusu Mheshimiwa Tundu Lissu ya uchochezi itasikilizwa kwa njia ya kawaida ya kimahakama. Kwa hiyo masuala ya kusikiliza kesi kwa mtandao kwenye shauri hili hayapo. Lakini pia mahakama ilitoa maelekezo kwamba kesi hiyo itaendeshwa mahakama ya wazi, kwa Kiingereza open court, na ikatoa maelekezo kwamba itaendeshwa mahakama ya wazi chumba namba 1, mahakama ya hakimu mkazi Kisutu. Kwa hiyo tarehe 19 mwezi wa 5 mwaka 2025 saa 3 asubuhi mahakama itaanza kusikiliza kesi ya Mheshimiwa Tundu Lissu, kusikilizwa hoja za awali ambazo zinahusiana na shtaka ambalo linamkabili la uchochezi.
Pamoja na amri hiyo ya kwamba mahakama itakuwa ni ya wazi, mahakama ilitoa amri kwa maafisa magereza. Hapa namaanisha mkuu wa magereza ya Ukonga alipewa amri na mahakama kwamba hakikishe Mheshimiwa Tundu Lissu analetwa siku ya tarehe 19 mwezi wa 5 mwaka 2025. Tunategemea amri hiyo itaheshimiwa. Hatutegemei visingizio vya gari bovu, visingizio vya kukosa mafuta, visingizio vya foleni. Tunategemea Mheshimiwa Tundu Lissu ataletwa kama mahakama ilivyotoa amri, kwa sababu ibara 26 ibara ndogo ya kwanza ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inatoa wajibu wa watu wote kuheshimu katiba, sheria pamoja na amri za mahakama. Kwa hiyo tunategemea amri hiyo itaheshimiwa. Lakini jingine, mahakama ni nini iliamua? Mahakama iliamua kwamba kwa mujibu wa kifungu namba 186 kifungu kidogo cha kwanza cha sheria ya mwenendo wa makosa ya jinai, mahakama inapokaa kusikiliza inamaanisha mahakama ya wazi. Kwa hiyo ikiwa mahakama ya wazi, umma unaruhusiwa kushiriki. Kwa hiyo ni wazi kwamba mahakama pamoja na hilo ilisema kwamba mahakama itakuwa ni ya wazi na umma unaombwa au unapewa mwaliko wa kuhudhuria shauri hilo na kusikiliza kwa wale ambao watataka. Na mahakama ikasema kwamba umma utaruhusiwa kusikiliza shauri hili kwa kadri ambavyo mahakama itaruhusu kutokana na uwezo wake. Kwa hiyo tunategemea mahakama ya wazi ni kiukweli haitatosha. Kwa hiyo kutakuwa kuna facility za watu ambao watakuwa watashindwa kuingia ndani kuweza kusikiliza ni nini kinaendelea mahakamani. Kwa hiyo ni amri hiyo iliyotolewa na mahakama. Kwa hiyo watu wasikae nyuma au wakasita, kwa sababu mahakama tayari imeshatoa mwaliko huo. Lakini pia mahakama ikatoa amri nyingine ambayo ni amri ya 5 kwamba watu wote wanapaswa kuzingatia amani na utulivu wakati wote wa shauri, ndani na nje ya viunga vya mahakama. Kwa hiyo kwa kuwa mahakama imetoa amri hiyo, tunategemea wananchi na wale watakaoshiriki wote kwa ujumla watajaribu kuhakikisha hilo linasimamiwa. Lakini pia mahakama ilitoa amri nyingine kwamba kwa wale ambao watashindwa kufika aidha kwa sababu ya umbali huko waliko au wako nchi za nje au kwa sababu nyingine zozote wanashindwa kufika, kuna link itatumwa, kiunganishi cha mtandao kitatumwa. Kwa hiyo kwa wale ambao wako kwenye mitandao na maeneo mengine wakae makini, wawe macho wazi wanaotaka kusikiliza hili shauri. Hata kama uko Songea, uko na Mtumbo, uko si Kiela, uko si Musoma, uko si wapi Talime, kokote kule, uko Iringa, Mafinga, Ipogolo, wapi, vijiji vyote, kama una mtandao na unajua mitandao ipo kwenye akaunti za watu mbalimbali, akaunti ya Chadema, akaunti zingine zote na akaunti ya Mheshimiwa Tundu Lissu, linki hiyo itatangazwa. Kwa hiyo fuatilia linki kama una nauli uko sehemu hiyo. Kwa hiyo mahakama itakuwa ni hybrid court. Itakuwa ni physical kwa wale ambao watakuwepo, lakini itakuwa online kwa wale ambao watashindwa kufika, wasikilize huko waliko ni nini kinaendelea, kwa sababu teknolojia imekuwa na tunategemea mahakama iwe ya wazi. Kwa hiyo wasisikilize vitu mbalimbali. Kwa hiyo wasikilize kile ambacho kitaambiwa mahakamani. Lakini kingine, kuna mambo 12 ambao tumeona ni muhimu sana tuyasisitize na tuyazungumze. Ni nini wananchi wanapaswa kufanya siku hiyo, siku ambao mahakama itakaa? Wananchi wanapaswa kufanya nini, au ni nini tuzingatie sisi ambao tunakuja mahakamani? Kwa sababu sio wote wanaokuja mahakamani wamezoea kuja mahakamani. Sawa jamani? Sio wote ambao wanahudhuria kuja mahakamani yani wamezoea hizo, wanafahamu utaratibu. Vitu gani watu wanatakiwa wafanye wanapokuja mahakamani? Kwa hiyo tuna mambo 12 ya kusisitiza kwa watu wanapokuja mahakamani. Kwa hiyo tunasema haya ili kama kuna mtu ana hila au mtu anataka kufanya ionekane kama mahakama ilikosea, wajue kabisa hilo litakuwa wazi na sisi tunaliweka wazi. Jambo la kwanza,
tunasisitiza kwa wanachama na wadau wa mahakama na jumuiya za kimataifa na watu wengine mbalimbali ambao wanatarajia kuja. Moja, kuhakikisha wanakuja kwa wakati mahakamani. Shauri linaanza saa 3 kamili. Hatutarajii mtu saa 3 ndo aje mahakamani au anakuja saa 3:30 anataka kuingia mahakamani. Hatutaki hilo jambo litokee. Kwa hiyo tunatarajia watu by saa 2 watu wameshaanza kuingia mahakamani. Kwa hiyo wahi mapema kuepuka vikwazo vya aina yoyote ile. Muda, zingatia muda, hilo ni jambo la msingi la kwanza. Lakini jambo la pili, mahakamani sio sehemu kama sehemu nyingine. Tunasisitiza kwamba wale ambao wanakuja mahakamani waje kwa staha, wavae nguo za staha. Kama ni wakina dada wasivae nguo za kubana au nguo fupi, si ndio hivyo? Wanaume wasivae milegezo na nguo za ajabu, vaa kwa staha, njoo mahakamani. Mahakamani sio kama baa. Kwa hiyo tutarajie. Kwa hiyo usije ukapata misukosuko kwa sababu hujavaa vizuri. Vaa kwa staha, njoo mahakamani. Hilo jambo la pili. Jambo la tatu ambalo tunasisitiza ni kwamba kwa sababu watu watakuwa ni wengi, kutakuwa kuna utaratibu wa namna ya kukaa, namna ya kuingia. Kwa hiyo wafuate utaratibu ambao utaelekezwa na viongozi watakao kuwepo, lakini pia na watu wa usalama watakao kuwepo. Namna gani ya kukaa? Tunatarajia watu watakuwa wengi. Kwa hiyo kutakuwa kuna waandishi wa habari, watakaa sehemu gani, kutakuwa kuna mawakili wa upande wa utetezi, mawakili wa upande wa serikali, kutakuwa kuna mabalozi watakuja kushuhudia kesi, kutakuwa kuna observers, tunategemea kuwa na international observers, watakuja watu ambao wanakuja kutizama hili shauri kutoka Kenya, kutoka Uganda, kutoka sehemu mbalimbali kuja kuangalia shauri. Kwa hiyo kutakuwa kuna mpango wa watu kukaa kwa namna ambao mpangilio utakuwepo. Kwa hiyo watu wazingatie namna ya maelekezo ambayo yanatolewa. Sio kila mtu ataweza kuingia ndani kwenye chumba cha mahakama. Kwa hiyo kutakuwa kuna utaratibu wa namna gani kila mtu atasikiliza shauri ambalo linaendelea. Hilo ni jambo la tatu. Jambo la 4 ambalo tunasisitiza ni kwamba wakati mahakama inaendelea, watu wanapaswa kutulia, kutoshangilia au kupiga kelele wakati mahakama ikiendelea. Kwa hiyo kuhakikisha kwamba watu wanakaa kimya muda wote ambapo shauri litakuwa linaendelea la Mheshimiwa Tundu Lissu. Lakini pia jambo jingine nimesisitiza kwamba zingatia maelekezo ya viongozi na watu wengine namna gani kukaa kwa ustaarabu wakati shauri linaendelea. Lakini jambo jingine pia ni kuhusiana na simu. Mahakamani ikiwezekana simu yako weka katika mfumo wa mtetemo, vibration. Kama uwezi izime. Kama umeshindwa kabisa basi weka almaarufu anaita kindege, weka flight mode wakati shauri hilo linaendelea mahakamani. Kwa hiyo watu hakikisha hilo wanazingatia. Sio kesi inaendelea simu yako inaita, mziki unaita. Hilo tuhakikishe kwamba tunalizingatia. Kwa wale wageni wa mahakama mara zote hilo jambo huwa tunalisisitiza. Kwa hiyo wananchi wazingatie hilo. Lakini jambo jingine ambalo tunasisitiza, kwa sababu mahakama itakuwa ni mahakama ya wazi na watu mbalimbali wanakuja, probably kunaweza kuwa kuna ukaguzi wa maafisa usalama kuhakikisha kila jambo kinakaa sawa. Basi watu hakikishe kwamba wasije na silaha ya aina yoyote mahakamani. Mahakama ni sehemu ya amani. Tutakuja kusikiza kesi kwa amani, tunatarajia kuondoka kwa amani. Kwa hiyo tusingatie, hatutarajii mtu kuja na silaha ya aina yoyote. Usije na kisu, usije na lungu, usije na panga, kwa sababu mahakamani ni sehemu ya amani. Tuzingatie hilo. Wananchi wazingatie hilo wanapokuja mahakamani. Mahakamani ni sehemu ya amani. Kwa hiyo tuonyeshe hilo. Kwa sababu shauri hili sisi tumelipigania kwa muda mrefu sana, watu waje mahakamani kusikiliza shauri. Kwa hiyo tusipate visingizio vya kufanya shauri lianze kurudi tena kwa njia ya mtandao. Tumepambana, tumefikisha hapa kwa mahakama ya wazi, basi tuhakikishe watu wanazingatia hilo, kutokuja na vitu vya namna hiyo. Kwa hiyo usije na silaha ya aina yote ile. Na sisi tunategemea waandishi mtatufikishia ujumbe kwa wananchi. Lakini pia usianzishe vurugu ya aina yoyote. Kwa hiyo zingatia sheria muda wote ambapo tunakuwa mahakamani shauri linaposikilizwa. Kwa hiyo kama mahakama ambavyo imetoa amri yake kuhakikisha amani ndani na nje ya viunga. Kwa hiyo tunaposema hili tunatoa angalizo kwa wote, kwa vyombo vya dola na kwa raia wa kawaida. Kwa hiyo
vyombo vya dola visianzishe vurugu, raia pia wasianzishe vurugu, ili kuwa na amani, shauri lisikilizwe lifike mwisho. Lakini jambo jingine ambalo tunasisitiza kwa wananchi ambao wataingia mahakamani, unaweza kuwa na simu yako, unaweza ukapiga picha, unaweza ukafanya nini, lakini kabla hakimu hajaingia mahakamani, mahakama haijaanza. Mahakama ikianza, usipige picha, usirekodi, iwe audio au video. Lakini mahakama inapokwisha, unaweza ukapiga picha, unaweza ukazungumza. Lakini mahakama inapoendelea, tafadhali sana kwa wananchi na wale watu wengine ambao watahudhuria mahakamani, usirekodi, usipige picha mahakama ikianza kikao chake. Hayo ni mambo 10 ambayo nimezungumza haraka haraka. Lakini jambo jingine ambalo nataka kusisitiza kwa wale ambao wataingia kwa njia ya mtandao. Imetusumbua sana kipindi ambacho tulikuwa kwa njia ya mtandao. Kuna watu walikuwa wanaingia kwa linki, lakini wakiruhusiwa kuingia kwenye linki, then sauti zao wanaziweka on. Kwa hiyo tunakuta tuko mahakamani, tunasikia kuna kelele zingine zinatokea upande wa pili. Kwa hakikisha kwamba unapoingia kwa njia ya mtandao, uko na Njilinji, uko si Kela, si uko na Mtumbo, hakikisha simu yako unaiweka simu yako au kamera yako ambayo umeingia kwa njia ya mtandao, kwanza unaizima kamera. Sio kwamba si mahakamani tunataka sana kukuona huko ulipo. Zima kamera. Ukizima kamera, lakini hakikisha kwamba sauti yako pia unafanya nini? Unaizima. Usipige mziki kwa njia ya mtandao. Kwa hiyo ukijiunga, sikiliza ni nini kinaendelea mahakamani. Unapoanza kupiga mziki, unapoanza kupiga kelele, unasumbua mahakama, lakini pia unasumbua watu wengine wanaosikiliza shauri, lakini pia unasababisha mahakama isiweze kuendelea shauri kwa namna ambavyo imepanga. Kwa hiyo wale ambao wa mtandaoni wazingatie hilo, lakini pia wale ambao watakuwepo mahakamani wazingatie hilo pia. Hayo ni mambo ya msingi ambayo ya kuzingatia wakati shauri likiwa mahakamani. Jambo jingine ambalo tunataka tusisitize ni kwamba kwanza kabisa, kwa sababu amri imetolewa, tunaomba sana watu wote waheshimu amri hizo ambazo zimetolewa. Kwa kuwa kuna amri ya namna hiyo imetolewa, sisi tuna wito gani? Kwanza tuna wito kwa vyombo vya dola na watu ambao watahusika kwamba kuhakikisha kwamba wananchi wanaingia mahakamani bila bugdha ya aina yoyote ile. Na mawakili tutakuwepo, tutazingatia hilo linasimamiwa. Tutahakikisha kwamba taarifa zote tunazirekodi. Waandishi siku hiyo watarekodi matukio yote. Kwa hiyo tutarajii vipigo au namna yote ya uvujaji damu au namna yote ya vurugu mahakamani. Kwa hiyo tunasisitiza kwamba vyombo vya dola na watu wote wanaohusika wahakikishe kwamba watu wanaingia mahakamani kwa utaratibu, wanaingia na wanasikiliza shauri na kuondoka. Lakini pia kwa sababu mahakama imeshatoa amri hizo, tunatarajia kwamba amri hizo zitatekelezwa. Wito kwa jamii nzima kwa ujumla, na kwa wanachama kwa ujumla, kwamba watu wajitokeze mahakamani, waje mahakamani wasikilize shauri lao, kwa sababu mahakama ni ya wazi, na mahakama ni ya wazi inasisitiza kwamba watu wote waje ambao wana muda wa kuja mahakamani, basi waje na wao watakuwa salama, kwa sababu mahakama imeshatoa amri hiyo. Tunatarajia pia mabalozi na jumuiya za kimataifa kuja kusikiliza hili shauri. Kwa hiyo mabalozi na jumuiya za kimataifa waje wakijua kwamba kuna amri imetolewa ambayo inasisitiza uwazi wa kuja kusikiliza shauri. Kwa hiyo wasisite kuja mahakamani kuja kusikiliza shauri namna gani linaendelea. Kwa hiyo litakuwa sawa, na jambo hilo pia sisi tutalisisitiza kwamba mabalozi na jumuiya za kimataifa wanakaribishwa. Lakini pia tunatarajia kwamba kutakuwa kuna waangalizi wa kimataifa ambao nimesema observer status kutoka Kenya na maeneo mengine, watakuja kusikiliza hili shauri. Kwa hiyo tutarajie kwamba watakuja na wao tunawakaribisha waje wasikize shauri namna gani linaendelea. Lakini kwa sababu amri zimetolewa na sheria inatutaka wote kutii sheria bila shuruti, tunaamini serikali na watu wengine watatii amri ya mahakama ambayo imetolewa. Kwa hiyo kwangu kwa kifupi ni hayo ambayo tulitaka tuzungumze na Watanzania, lakini kwa sababu tuko mawakili wanne, naomba pia mwenzangu aweze kuzungumza machache ili tuweze kuwakaribisha kama